Na mwini Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira ni rasmi sasa William Amuri ya Kutumba kuongoza wazalendo jimboni Kivu ya Kusini. Bukavu, vikosi vipya vya M23 na RDF kutoka Rwanda, Uganda, Kenya vimeonekana Goma na Bukavu vikielekea kwenye uwanja wa mapigano. Kivu ya Kaskazini, Masisi bado moto unaendelea, wazalendo waingia Buabo. Na mkiwa ni tarehe 17 za mwezi wa 4 2025, ambako kunasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na hii ni Baraka One TV. Kumbuka tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali wasiliana na namba ambazo kunaziona hapo kwa screen yako, na hivyo itakurahisisha kuweza kuwasiliana moja kwa moja na Baraka One TV. Pia tembelea Baraka One TV channel 2 ili uendelee kupata matukio mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka maeneo ya Luvungi jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa ya Uvira. Ni rasmi sasa William Amuri ya Kutumba kuongoza waza jimboni Kivu ya Kusini upande wa SID. Mkutano mkubwa ulifanyika Luvungi, ambako wazalendo wote wa upande wa Kivu ya Kusini maeneo ya SID waliweza kukutana kwa lengo la mipango ya pamoja, na hivyo kumpa uongozi kamili na usimamizi wa wazalendo kwa upande wa Kivu ya Kusini mzee William Amuri ya Kutumba. Viongozi na wapiganaji wote wa wazalendo walikutanana hayo maeneo ya Luvungi jimboni Kivu ya Kusini chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuweza kumpa uongozi rasmi na pia kupangilia mikakati ya jinsi ya kuokoa miji ambayo iko mikononi mwa magaidi wa M23 Kamanyola, Bukavu, Goma pamoja na maeneo mengine. Kwa sasa wazalendo wanaonekana kuweza kuwa na lengo moja na nia ya kutaka kufanya chini juu kadiri wanavyoweza ili kuweza kuokoa mikoa yote ambayo imekamatiwa na magaidi wa M23. Luvungi ni pembeni kabisa na Kamanyola, ambako kwa upande wa pili ndiko kunapatikana vikosi vya magaidi wa M23 Alliance of Congo pamoja na RDF. Baraka One TV tuliweza kutembelea maeneo ya Kamanyola karibu na Katogota, ambako upande wa pili ndiko kunaonekana magaidi wa M23. Lengo ni kwa ajili ya kujipanga na kujua ni nini ambacho kinazidi kuendelea kwenye uwanja wa mapigano. Katogota kwa mbele ndiko kunapatikana magaidi wa M23. Mstari wa kwanza ni majeshi ya Burundi, mstari wa pili ni wazalendo pamoja na FRDC. Kwa mara nyingine tena tuko Luvungi. Sikile ni kweli, lakini hii maeneo yote hapa nyoko naona iko wazi. Huku ndo mwisho ya position yetu ya wazalendo na FRDC kule. Kisha huku mbele huku ndo kuko jeshi ya Burundi. Unaona? Ndio jeshi ya Burundi iko mbele, kisha wazalendo, kisha na wengine kule wanafuata. Alafu Katogota kule ndio kuko ba M23. Ndio hapa tuko a quelques kilomètres. Nikwambie, 10 minutes tuseme iko 2 kilomètres. Donc 2 kilomètres na M23. Oui oui. Tuko kwa usalama tunaangalianaga nao hapa mbele tu. Hivi. Hivi kisha unaona bale kule na hapa. Ndio maana tunaangalianaga nao hivi. Tukamali na mpaka hii. Unaona sasa hii?
donge ni macho kwa macho. Tunaona ana kwa ana. Si hapana walisema. Ana kwa ana. Ule pale na mimi. Hata tochi acha tochi hivi naona tochi akitaka kupiga tena unamrudishia. Ndio tunaangaliana ana kwa ana sisi. Aisee. Hapa Luvungi ni hatari. Ni hatari sana, ni Mungu tu ndio mwenye atatu. Sasa afande Mungu na mipango gani ya kuingia pale? Sikuwe kwa mipango hapa hatuna kurudi nyuma, tunasonga ndio mbele. Na mafande zetu wenzetu wa Kirundi. Tunaenda ndio mbele turudi nyuma hapana. Okay. Yaani hapa watu wategemee tu siku kawaida. Yaani kizuri ila like nini? Okay. Kawaida kabisa. Unaona hapo ndio mwisho wetu. Ina maana tuweze enda kule opposition ya Barundi. Unaona? Wao wako na yako. Ndio ile ulisikia ulisema kwamba wazalendo wanasema kila tukitaka kwenda kupigana Warundi wanatuzuia. Juu wao ndio wako mbele. Au sisi tuko huko. So ndio hivyo. Tunarudilia hapa nafikiri. Sawa. Na baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Luvungi, tupande moja kwa moja ndani ya mji wa Bukavu ambako vikosi vipya vya M23 Alliance Congo na RDF kutoka Rwanda, Uganda pamoja na Kenya vimeonekana kuingia Goma na Bukavu kwa lengo la kuja kuongeza kwenye uwanja wa mapigano ambako wanazidi kupoteza mara kwa mara. Majeshi ya RDF kutoka Rwanda pamoja na UPDF kutoka Uganda na KDF kutoka Kenya ambako wanafanya kazi na magaidi wa M23 kumeonekana vikosi vipya ndani ya mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu. Vipigo ambavyo wamekuwa wakivipata siku hizi magaidi wa M23 vimefanya mabosi wao kuweza kuongeza idadi ya wanajeshi kuelekea Nyangezi ambako kunadhibitiwa na wazalendo pamoja na maeneo mengine Kalehe pamoja na Walungu. Ndani ya mji wa Bukavu, mlolongo wa wanajeshi umeonekana ukitembea kwa hatua ndogo ndogo, huku wamoja wakijielekeza Nyangezi, Nyantende, wengine wakijielekeza maeneo ya Kalehe. Lakini yote kwa yote, nguvu ya ninja ni mashit, na baada ya kushuka chini huwa anapigwa mara moja na kupotea. Huyu hapa mchambuzi wetu anazungumzia ujio wa magaidi wa M23 na nguvu za ninja ni mashit. Mimi niko Bukavu. Shibe tuko Bukavu tunaishi kwa shida. Tunasufrire. Lakini nawaza vyote ulishaviongea. Bajeshi ya Rwanda hapana nguvu. Basoda Kabila hapana nguvu. Biko na nguvu ya kupana franka. Lakini vyenye vinaweza ni ambush. Basha potelea huku Bukavu, Nyangezi, ngambo ya Kavumu, ngambo ya Kale, basha kufa sana. Basha kufa ngambo ya Walungu, kule Mabutuza yote. Lakini yenye ni kwa penda ni kuambie hawa watu habana nguvu. Iko na nguvu tu sawa vile ya ninja. Ninja ndio anaweza piga shite maelfu, lakini sana fika chini wanampiga anakufa. Abo balipigwa Kavumu Kale kule kote, lakini wakatuma basoda ba mingi ku Bukavu, balishinda leo biko akuya biko enda ka ngamo ya Walungu bana pita huku kupita Mwesansi huku Panzi Kamagi Makote bakaenda Nyantende kama waliendelea sijui. Ule ubatu habuna nguvu ya kugombana wala kuweza silaha. Jana walifanya mitingi jana tarehe 15 ya mwezi wa 4 2025. Walifanya mitingi hapa Kamagima. Unataenda tu saa vile unatoka kumwingine kwenda kwingine bana kubloke. Uko na telefone sumu bakuambia usikie message wale wakuita ukitia telefone ukilisikia wale kuigusa huko wanakubeba. Jana walibeba vijana hapa wenye hapana hatia
kugusa kutelefoni tu balibeba hapa Panzi kama gema vijana 4. Watu wenyewe walipita mwa ile barabara ya kupita kwa Sasa Maria kachelewa, balikuwa na maiti bakubeba ngambo ya kule Maalungu. Balishusha wanaume bote kubabeba ngambo ya hatu biko porte dispari na bakaambia banamke ndio baende na maiti, banaume bote ukipita kumoto banakubeba. Ndio hali yenyewe iko hapa Bukavu leo siku ya 3. Balianza essence mpaka huku Panzi biko kumustari, gari zapo 7 zilienda kuonesha watu kama biko na basoda batoka kule Uganda, batoka Rwanda, batoka Ethiopia, batoka Kenya, njo bakapita bakakwea mubato Goma bakafika hapa. Lakini bale bote habana nguvu, wenyewe na biko abaweza ni ambush. Jua hata bakweba mingi vile kubapiga ambush habiko kitu, habana hata nguvu ya kugombana, hata kwa silaha kuna. Ndio maana ile yote tukuongea ile tunajua kama mababu zitatu. Na baada ya taarifa hizo ambazo unazisikiza kutoka ndani ya mji wa Bukavu pamoja na mji wa Goma, hii ni Baraka One TV, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele King Sele kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV, Biondo Kilamba Mawe, Diedone Butoto, wote hawa walisikiliza Baraka One TV. Pia unapata matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikoa yote ya DRC, East pamoja na Central Africa, pia kutoka South Africa, Marekani, Australia, Canada pamoja na Europe. Na baada ya taarifa hizo ambazo umezisikiza kutoka maeneo ya Bukavu, na moja kwa moja tupande huko Kivu ya Kaskazini ambako Masisi bado moto unaendelea, wazalendo waingia maeneo ya Buabo. Kitongoji cha Buabo kinachopatikana mkoani Kivu ya Kaskazini ndani ya sekta ya Oso Bangunga tarafani Masisi huko mkoani Kivu ya Kaskazini kimeingia chini ya udhibiti wa wazalendo tokea hiyo tarehe 15 za mwezi wa 4 2025. Kwa lengo la kugomboa udongo wa wababu, wazalendo wamefungia moto mkali sehemu mbalimbali huku wakiupa shida magaidi wa M23. Wazalendo ambao wako maeneo mbalimbali wanahitaji serikali kuweza kufanya chini juu kwa ajili ya kuwajia na misaada mbalimbali ili waendeleze harakati za kumtwanga adui ambaye kiukweli hana nguvu, lakini msaada ambao yuko nao, vifaa pamoja na chakula, ndivyo vinavyowafanya waonekane kuzidi kusonga mbele. Kwa maana hiyo, wazalendo wanataka serikali iweze kuwasimamia na kuwasaidia chakula, silaha pamoja na risasi kwa ajili ya kumdhibiti adui. Na naeleza, unasikia tunafanya maoperasyon depuis liko mwa hii hali hapa, nishafanya operasyon 7. Na ile operasyon 7 kama adui ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira ni sababu nimemfungia hapa. Na hapa nikitoka tu mjue kama Uvira na kamatika na adui anaendelea kupata njia. Tumesaidiana na magrupu za armee za kutosha kama vile CNPSC na magrupe za armee za Bakirikicho, Shukuru, Kifuafua, bale bote tunashirikiana na Barele Itongwa. Sie bote en collaboration na Synergie, tunatumika en Synergie. Sasa wakati tunatumika tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi, kukosa vitu vinaitiwa vifaa. Vifaa ndio inatukomplike sana. Lakini kama saa hii tulishakuwa deja Bukavu, tuko na probleme ya communication. Tuko na probleme ya materiel ya vita. 3, tuko na probleme ya risasi. Na probleme ingine ku niveau ya finance. Mnajua kama
kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko blagi. Nawaza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda benye biko angaje mwa hii front, tuko mwa plus de 6000 benye tuko angaje mwa hii front. Na wakati tuko angaje mwa hii front plus de 6000 personnes, vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Ni shida, na tunatumikia gouvernement. Na wakati tunatumika sababu adui ameamvoire nchi yetu na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie. Tusaidie, msione sawa vile mzaa. Sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawakuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwa hii eneo yetu tunakamata, yaani tumemaliza. Njoo kuanja. Njoo kuanja sasa. Mutie mabateri ya marsh, tusaidieni. Huku tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka, na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambao tutafanya navyo kazi. Fikisha hii habari kwa excellence chef de l'etat, ayue kama vraiment tuko hapa tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment musikie hii hali yenye tuko tunalia shi sawa vile wazalendo. Muelewe kama tuko na probleme yenye ko très dur. Okau hamubikamate au sérieux. Vraiment sijue kama tutabutire kunini. Merci beaucoup, ile ndio nilikuwa nalomba. Hii message muifikishe kwa ndugu wote wa patriote, wakongomani wote ambao wako nasusia hii nchi. Tuangalie gisi tutaweza kusove hii nchi kutosha kwa hii kawe na iko hapa. Merci beaucoup. Okay. Na mwali ambao tulikuwa tuko nayo kwa asubuhi ya leo. Endelea kuwa pamoja na Baraka1 TV kwa taarifa zingine zaidi. Tukutanani majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12.